yote yanachangia kupata leakage za abiria, wavamiaji kwenye barabara yetu, na yote hayo yanatufanya kwenye operations tupate changamoto. Kumpongeza kampuni ya Moffat kama mwekezaji wa Kitanzania ambaye alifanya maamuzi makubwa ya kuleta uwekezaji huu wa basi zaidi ya 200 na ambazo kwa sehemu kubwa zimeweza kumudu kutatua changamoto ya usafiri. Lakini jambo la pili ni taarifa ambayo kampuni hii imeitoa kwamba namna ambavyo tulikubaliana kwenye mkataba, namna ambavyo mkataba wake kati yake na DART ambayo ni mamlaka inayomiliki hii miundombinu ya barabara hizi za BRT, kwa zaidi ya nusu mwaka imeonyesha kwamba kuna tofauti ya matarajio na kile ambacho kinatokea, na hasa ni hii changamoto ya kwamba kuna basi zaidi ya 150 zimekaa hazina kazi. Kwa mantiki hiyo ni hasara kubwa kwa mwekezaji na ni changamoto pana ambayo katika muktadha wa kawaida haipashwi kuachwa ikae kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi nikiwa kama mkurugenzi wa kituo cha ubia ambaye moja ya kazi yangu ni kuhakikisha kwamba mikataba ambayo mmeingia na mamlaka za serikali inakuwa sustainable kwa kipindi cha nusu mwaka, ni kipindi ambacho kinatosha kabisa kufanya tathmini na kuja sasa na mkakati ambao unaweza ukafanya hii huduma kuwa endelevu. Itakuwa ni jambo la kusikitisha sana changamoto hizi ambazo zimejitokeza zikipelekea huu mradi kuwa frustrated. Kwa hiyo katika picha pana tutahakikisha kwamba tunafanya kila linalowezekana ili kusudi hizi basi ambazo zina zaidi ya nusu mwaka zimekaa, na wakati ni mkopo kwa mwekezaji na kuna gharama kubwa za kubaki nayo yakiwa hivi yalivyo, inapatiwa ufumbuzi. Hilo ni jambo ambalo ningeweza kuhakikishia.